Huyu anaitwa Leima, anasema dokta, mimi niko na pacha na wako 1.5 mwaka. Nimegundua niko na ujauzito wa miezi 2 sababu niliwaachisha mapema kunyonya. Sasa nataka kuitoa kwa njia salama, nifanyaje? Hili ni swali ambao kuna moja ya mfuataji wangu hapa aliuliza kuhusiana na kutoa mimba. Je, imekaaje kwa hapa kwetu Tanzania, na sisi madaktari huwa tunasemaje kama umepata mimba ambayo hukutarajia? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Sasa huyu Leima alivyouliza ile swali, hapa chini kuna mtu anaitwa Jalia anasema, unatoa ya nini ndugu yangu? Ukifikia kujifungua hao mapacha watakuwa wamefunga miaka 2. Kwa hiyo hayo ni moja ya comment ambayo kuna moja mfuataji wangu aliuliza kuhusiana na utoaji mimba. Sasa kutoa mimba, yani kwa mfano kama umepata mimba isiyo ya kutarajiwa au hukuipangilia ukataka kuweza kuitoa mimba, kwa nchi yetu, ukiachana na imani ya mtu binafsi, ni kitu ambacho ni illegal. Naposema illegal, maana yake ni kosa kisheria kuweza kutoa mimba. Sasa kuna baadhi ya njia ambazo huwa zinafanyika huko mtaani na watu wanatoa mimba kwa njia ya kinyemela, ambazo mara nyingi akina dada wengi, watoto wengi wa kike ambao wameshavunja ungo huwa wanaweza wakaingia kwenye changamoto. Mimi baadhi wakati nikiwa natoa huduma, kwa uzoefu wangu, nimeshakutana na baadhi ya watoto tu nakuta miaka 18, 17 ametoa ile mimba kwenye njia za panya, mwisho wa siku akapata maambukizi ukeni, yakaleta changamoto mpaka mwisho wa siku akaweza kutolewa kizazi. Sasa kwa issue ya kutoa mimba kwenye nchi yetu, kama nilivyosema, ni kosa kisheria na hautakiwi uweze kufanya. Sasa nikirudi kwa huyu muuliza swali, kama upo kwenye ndoa na umepata mimba ambayo hukutarajia, kwa mfano kama hawa watoto wana 1.5 mwaka, alishasema mwenyewe ameweza kuwaachisha na inawezekana alikuwa atumii uzazi wa mpango, maana yake tayari alikuwa amejiandaa kuweza kubeba mimba. Kwa hiyo ushauri wangu kwa mtu kama wewe au kama huyu, ni vema ukaendelea kuweza kuilea mimba yako na mtoto. Alafu mara baada ya kuweza kujifungua, sasa unaweza kuweka uzazi wa mpango wa muda mrefu wa kuzuia mimba kwa muda mrefu. Kwa mfano bado una watoto wa mapacha ukajifungua na mtoto mwingine, basi unaweza kulea hao watatu kwa muda wa miaka labda 7, 8 mpaka 10, ndipo kaamua sasa kuweza kuzaa tena, kwa sababu utakuwa umepunguza uchumi, changamoto za kiuchumi na shida nyingine, mausumbufu hapa na pale, na mipango yako ya kiuchumi haswa, kwa sababu wengi wanaweza kuwa na changamoto. Lakini kuna wale ambao ni wanafunzi wa chuo, wanafunzi wa sekondari, wao nakuta wanatumia hizi njia za panya. Kwa hiyo mara nyingi sisi kama madaktari, ili tuweze kuitoa mimba au kuharibu mimba ya mtu, ni pale ambapo mpaka madaktari wawe wawili na waweze kukubaliana na kuwe kuna sababu ya msingi. Sababu ya msingi maana yake ni ile inayoweza kuhatarisha afya ya mama au mtoto aliyeko tumboni, labda ana changamoto za ulemavu ambao hata ukimpeleka mpaka afike miezi 9, ukijifungua anaweza akafariki au utatumia gharama nyingi sana, mwisho wa siku lazima aweze kupoteza maisha. Sasa kuliko kubeba mimba muda mrefu, ni vema hiyo mimba inaweza katishwa, na hiyo ipo kitaalamu kidaktari kabisa ambayo tunaita ni medical, na wakati mwingine madaktari lazima wao wawili waweze kusaini na waweze kumpa ushauri mama na ndugu zake, ili waweze kuiharibu mimba hiyo au kuweza kuitoa. Lakini kama mtoto yuko vizuri tumboni, labda ni kwa sababu tu ya wewe una changamoto zako za kiuchumi, hauna issue za kimagonjwa, hamna hatari yote kwenye maisha yako, kwa kweli kwenye nchi zetu haswa Tanzania ni ngumu sana kuweza kuharibu mimba au kuweza kutoa mimba. Japo watu wengi najua wanafanya kwa njia za panya, kitu ambacho si salama. Na mimi huwa wananitafuta, wanahitaji kuweza kusafishwa au kutumia dawa zile ambazo zinatumika kuweza kutoa mimba, kitu ambacho si salama, na wakati mwingine ukikamatwa kisheria inaweza kawa ni changamoto. Lakini kwenye nchi za wenzetu ambazo wao wamehalalisha, kwa mfano kuna baadhi ya majimbo ya Marekani au USA, wao wanaweza kutoa na baadhi ya nchi nyingine. Kwa hiyo inaweza kuwa changamoto. Tukija kwenye swala la kiimani, kutoa mimba kwa baadhi ya imani wanaamini kwamba ni kuweza kutoa uhai wa mtu. Kwa hiyo unapokuwa umeweza kuharibu mimba iwe na miezi 4, 5, umegombana na mpenzi wako. Mimi nakutana na scenario kama hizo. Kuna baadhi ya watu wamegombana na mpenzi wake, wameweza kuachana,
na mimba imefika miezi 5, 7, mtu anataka kuweza kutoa, wakati unajua kabisa miezi 5, miezi 7 ni mtoto ambaye anaweza, au miezi 8 ni mtoto ambaye anaweza kabisa kuzaliwa na kuweza kuishi. Sasa sijui unakuwa na lengo la kuweza kuharibu mimba kwa sababu gani? Kwa hiyo ukiwa una changamoto ya kisaikolojia, umepata mimba, unaweza kumuona daktari wa kisaikolojia akakusaidia. Anza kliniki mapema na usipate changamoto. Ukiwa mbeba mimba bado na mtoto mdogo ana miezi 2, 3, unaweza kuendelea kunyonyesha, ukapata ushauri wa madaktari, watakushauri njia za kufanya ili kuweza kusaidia mtoto ambaye ananyonya na kusaidia mtoto ambaye yuko tumboni au mimba yako, na kujisaidia mwenyewe kama na changamoto za hapa na pale, kutapika katika kipindi chako cha ujauzito. Kwa hiyo njia ya kutoa mimba kwa kweli huku kwetu siwezi kulikomenti, na hairuhusiwi, ni kosa kisheria, na ukifanya maana yake inakuwa ni juu yako. Ndio maana kuna wengine wanaishia kwenye hizo changamoto za kutolewa kizazi. Sasa unatolewa kizazi bado binti mdogo, mwisho wa siku unakuja kuolewa, unaanza kupata changamoto na mume wako amekuoa, unaanza kupata shida kwa ajili ya kitu kidogo ambacho ulikifanya. Wakati ungezaa mtoto huyo ungewaachia wazazi wako au bibi yake angemlea na ungeendelea na masomo, mwisho wa siku kaolewa na maisha yako yakaendelea. Ukiwa na swali zaidi unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Lakini utoaji mimba haushauriwi, si salama. Lakini kwa wale ambao sasa wanakuwa na changamoto, kwa mfano mimba imetishia kuharibika, unatokwa damu ukeni, na una wasiwasi mimba yako inataka kuharibika, labda unataka kuweza kuiokoa, unaweza click suggestion hapo kasikiza video kuhusiana na changamoto hiyo. Ukiwa na swali niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.